Imepiga marufuku bendera za Kisovieti na ishara yoyote ambayo inaashiria uwepo wa jeshi la Urusi katika maadhimisho tofauti ya kuadhimisha miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Vita vya pili vya dunia ambapo ubalozi wa Urusi nchini Ujerumani umeandaa hafla hiyo ambayo Ujerumani imepiga marufuku kuonyesha bendera za Kisovieti katika ardhi yake kutokana na kile ambacho kinaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Utakumbuka kwamba mnamo mwaka 2023 na mwaka 2024 marufuku kama hiyo iliweza kuwekwa nchini Ujerumani, lakini wapo watu ambao waliweza kukiuka marufuku hiyo na kuweza kuandamana wakiwa na mavazi tofauti ya kiashiria jeshi la Urusi, wakati ambapo liliingilia kati na kuweza kuwasambaratisha wanajeshi wa Kinazi ambao walikuwa tayari wameweka ngome zao na kuteka miji tofauti barani Ulaya. Hafla tofauti za kuadhimisha miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia barani Ulaya kumeandaliwa katika miji tofauti, hafla tofauti kwa ajili ya kumbukumbu, huku ikitajwa kwamba jeshi la Kisovieti mchango wake unawekwa kando kufuatia mzozo wa kidiplomasia ambao unaonekana kati ya mataifa ya Magharibi na Urusi, jambo ambalo ubalozi wa Urusi mjini Berlin umekemea vikali, kutaja kwamba kupiga marufuku bendera za Kisovieti na magwanda ya jeshi ambao wanajeshi wa Urusi walikuwa wakitumia kipindi hicho wakati huo wa vita vya pili vya dunia, kupigwa marufuku kitendo hicho. Malengo yake ni kutaka kupotosha historia, kitendo ambacho Urusi haiwezi kufumbia macho, na kukemea vikali mataifa ya Magharibi ambayo yanadai ya kwamba ndio mataifa ya demokrasia. Na uamuzi huu ambao unachukuliwa na Ujerumani, Urusi inafahamisha kwamba ni kitendo ambacho kinakwenda kabisa kinyume na demokrasia, kama taifa hilo linavyojinasibu ya kwamba linaheshimu demokrasia. Kwa mujibu wa ubalozi wa Urusi nchini Ujerumani, inatajwa kwamba maamuzi haya ni maamuzi ya kibaguzi na malengo yake ni machafu kabisa dhidi ya historia, kwa kuwa historia haitakiwi kupindishwa na watu wote wana haki ya kufahamu, na hususan raia wa Ulaya wanatakiwa kufahamu ya kwamba jeshi la Urusi, aidha jeshi la Kisovieti, lilitoa mchango mkubwa kuweza kukomboa mataifa tofauti barani Ulaya kufuatia uvamizi, aidha kutekwa kwa mataifa yao na jeshi la Wanazi wakati wa vita vya pili vya dunia. Ubalozi huo umeendelea kufahamisha kwamba ulimwengu wa utandawazi kwa sasa hakuna uwezekano wa kuweza kuficha historia, hivyo basi wafahamu ya kwamba mataifa ya Magharibi yafahamu ya kwamba kile ambacho kinaendelea ni wazi kuwa ulimwengu mzima unafahamu ya kwamba Urusi ilitoa mchango mkubwa kuweza kukomboa mataifa ya Ulaya dhidi ya jeshi la Wanazi ambalo lilikuwa likiongozwa na Hitler barani Ulaya, ambaye alikuwa na malengo ya kutaka kuiteka Ulaya nzima. Vile jeshi la polisi nchini Ujerumani limetangaza kwamba limepiga marufuku hata nyimbo ambazo zinaashiria ushindi ambao ulichangiwa kwa kiasi kikubwa na jeshi la Urusi, aidha jeshi la Kisovieti, kuweza kukomboa mataifa ya Ulaya kutoka mikononi mwa jeshi la Wanazi. Yoyote yule ambaye atakayesikika akiimba nyimbo hizo, aidha akiwa na magwanda ambayo yaliokuwa yakivaliwa na wanajeshi wa Urusi kipindi hicho, anaweza kuchukuliwa hatua kali. Inatajwa kwamba ni Warusi wasiopungua milioni 27 waliweza kufariki katika vita hivyo. Hivyo basi kuweka marufuku kama hiyo ili watu wasiweze kufahamu ni mchango gani ambao Urusi iliweza kutoa katika kukomboa mataifa ya Ulaya. Hivyo basi ni kwenda kinyume na haki za wahanga na mashujaa ambao waliojitolea kuweza kukomesha vita hivyo vya pili vya dunia kwa kusambaratisha jeshi la Hitler. Ni jamii sana utamaduni unasemaje kuhusu marufuku hii ambayo imewekwa na Ujerumani dhidi ya yoyote yule ambaye atakayeweza kukamatwa na bendera ya Kisovieti ya Urusi katika vita vya pili vya dunia, aidha magwanda ya jeshi la Kisovieti ambayo yalitumiwa katika kipindi hicho wakati wa vita vya pili vya dunia, katika wakati huu ambapo mataifa ya Magharibi yanakemea vikali Urusi kwa kile ambacho anataja kuwa ni uvamizi dhidi ya Ukraine. Tuachie mtazamo wako.